Allah anatuambia wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kaeni na wake zenu kwa wema. Sasa sisi tunakaa nao kinyume chake, tunakaa nao kwa vurugu na kwa fujo. Akwambia ninamnyosha huyu. Kaa na mke wako kwa wema, heshimu mke wako, lakini muelewe mke wako anahitaji nini, muelewe mke wako ni wa design gani, lakini msikilize mke wako anataka nini, lakini mpende mke wako, mvumilie mke wako. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Ashhadu annahu ballagha ar-risalah wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa hariq fasalawatu rabbi wa taslimatuhu alayhi. أما بعد إخوة الإيمان أحباب رسول الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله جل جلاله. على المرء أن يعرف أن الموت باب وكل الناس داخله. يا ليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار. هما محلان لا ما للمرء غيرهما، فانظر نفسك لأي الدار تختار. Ndugu Waislamu wapenzi na wafuasi wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ninakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Inapasa tutambue ya kuwa hakika ya mauti ni mlango na watu wote wataingia kupitia mlango huo. Laiti ungelijua kuna makazi gani baada ya mlango huu. Baada ya mlango huo kuna makazi ya neema kwa yule ambaye aliyekuwa tayari kutenda vitendo vilivyokuwa vizuri, kutenda yale ambayo yenye kumridhisha Allah. Lakini baada ya mlango huo kuna makazi mabaya, kuna makazi ya shari na kuna makazi ya motoni kwa yule ambaye aliyekuwa tayari kumkera, kumuudhi, lakini na kuyatenda yale ambayo yaliyo kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo ndiyo makazi mawili tu kwa mtu, hayo ndiyo makazi mawili tu. Hana mtu makazi mengine yasiyokuwa moja ya mawili haya. Ichunguze nafsi yako ndugu yangu, ni makazi gani nafsi yako itakuwa ni yenye kuchagua. Ikhwatal iman, أما موضوع خطبتنا اليوم عنوانها يقول الرحمة والمحبة من الزوج لزوجته. huruma na mapenzi ya mume kwa mke wake. Ndugu Islam, hutuba yetu ya leo ni hutuba ambayo itakayozungumza moja kwa moja na mwanaume. Alladhina hum qawwamuna ala an-nisa'i bima faddala Allah, ambao ndio wasimamizi na ndio viongozi wa wanaume wa wanawake juu ya vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amepata kufaradhisha na kuweka. Ndugu Islam, sasa ikiwa mwanaume ndio kiongozi wa mwanamke, basi ni lazima atambue ya kuwa yeye ndio kichwa cha familia, yeye ndio daraja, lakini yeye ndio dira, mwenye maono, kiongozi ambaye mwenye kuongoza msafara, ambaye anaweza kuona khatima ya msafara ni nini. Alayhi al-ma'rifa annahu sultan wara'i, mwanaume ambaye ni wajibu atambue ya kuwa yeye ndiyo mfalume na ndiyo mchungi wa nyumba. Ikiwa hivyo ndivyo, basi leo tutakuwa ni wenye kugusia na kuongea pamoja na yeye huyu mwanaume. Na ikiwa hivyo ndivyo, tuingie moja kwa moja katika ulimwengu wa kimapenzi na ulimwengu wa ndoa na familia. Awalan, kwanza kabisa, yataassasu hayatu zawjiyya ala ar-rahma wal mawadda. Maisha ya ndoa yanajengeka ndani yake kutokana na huruma na mapenzi. Lakini tathmini kubwa inaonyesha ndoa nyingi zimekuwa na migogoro. Mapenzi na huruma ndani ya baadhi ya ndoa hakuna. Mapenzi yamekuwa ni yenye kutoweka. Baadhi ya ndoa nyingi zimekuwa ni zenye kuharibika.
ndani ya ndoa hakuna amani, mapenzi yametoweka baina ya wanandoa, baina ya mke na mume. Hata ukifika sehemu za mahakama, katika ofisi mbalimbali zinazosimamia masala ya ndoa, utakuta wanawake wengi wamejazana katika ofisi hizo, wakiwa wanadai haki zao za ndoa, wakiwa wanashtakia na kuelezea matukio ambayo yanayojiri katika ndoa zao, katika familia zao. Ndani ya ndoa na familia kumekuwa ni moto. Ukiuliza ni nini? Mapenzi yalitoweka na yamekwisha kuisha. Mapenzi hakuna tena, migogoro na ndoa zinakuwa ni zenye kuharibika. Sasa leo tutazungumza na mwanaume, na siku nyingine Allah akituwafikisha tutakuja kugusia pamoja na kuongea na mwanamke. Ndugu Waislamu, katika Qur'ani sura ya 30 namba 21 au aya namba 21 katika sura ya 30, Allah subhanahu wa ta'ala anasema: wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Na miongoni mwa ishara zake Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa dalili zake Allah, uwepo wake Allah, ni kwamba yeye ameweza kukuumbieni kutokana na nafsi zenu wake zenu, litaskunu ilaiha, ili mpate kutulizana kwao. Mwanaume anatulizana na anapata utulivu kutoka kwa mke. Naam, wakati mwanaume anatoka asubuhi anaelekea katika kazi zake, mwanamke ndio anaye muandaa mume wake. Ahakikishe mwanaume ameweza kuwa vizuri, akili yake imetulia, kama ni mavazi yake yako vizuri, lakini kama ni afya, lakini na shibe na kila kitu kiko vizuri, anamuandaa mwanaume, anaelekea kazini, anaelekea katika ofisi, akafanye kazi vizuri. Hana stress, wanaita hana mawazo, maana yake anaondoka akiwa yuko vizuri. Huyo ni mwanamke. Anamuandaa mume wake asubuhi anapotoka, akienda kazini ahakikishe kila kitu kiko sawa. Unaenda kazini, unafika, unafanya kazi ukiwa uko sawa, uko vizuri. Wakati wa kurudi kazini, unarudi nyumbani, kama kuna mtu amemvuruga kazini, kuna mtu amemchanganya kazini, anarudi nyumbani akiwa na mawazo, amevurugwa. Anayemtuliza ni nani? Mke wake anamtuliza. Naam, anamtuliza, anamwambia tulia. Wengine wanaita, anasema anampeti peti. Huyo ni mwanamke. Allah anasema litaskunu ilaiha, ili mpate kutulia kwao. Lakini waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, Allah akajalia mapenzi lakini na huruma juu yenu, baina yenu. Naam, katika hadithi ambayo ameipokea Imamu Tirmidhi, hadithi ambayo ameisimulia Bi Aisha katika Sahihu Targhib, utaweza kuipata hadithi hii ukurasa nambari 165, lakini na katika silsilati sahihi ukurasa nambari 285, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema: khairukum li ahlihi, mbora wenu ni nani? Ni yule ambaye ni mbora kwa familia yake. Wa ana khairukum li ahli, na mimi mtume wenu ni mbora kwenu kwa familia yangu. Akasema: akmalul mu'minina imana ahsanuhum khulqa, na wenye imani iliyotimilifu zaidi ni wale ambao waliokuwa na tabia iliyokuwa njema. Naam, wa khiyarukum linisaihim, na mbora wenu na wabora wenu zaidi ni wale waliokuwa bora kwa wake zao. Je, sisi ni wabora kwa wake zetu? Na katika hadithi ambayo ameipokea al-Imam Muslim, tena hadithi ya Bi Aisha, anasema: ma dharaba Rasulullahi shay'an qattu biyadihi wala imra'atan wala khadiman. Anasema mtume wa Allah hajawahi kunyanyua hata siku moja mkono wake akimpiga yoyote, si mke wake wala mtumishi wake. Lakini wanaume wa sasa wamekuwa mabaunsa na mabondia kwa wake zao. Kama sio mabaunsa na mabondia wa kuwapiga kwa mkono, lakini ni mabaunsa wa kuongea na kuwapiga wake zao kwa midomo. Kauli haziko sawa, haziko vizuri, maneno yao hayako vizuri, tabia zao zimekuwa ni mbovu na mbaya walizozijenga kwa wake zao wanaume wa sasa. Na katika maelezo yaliyokuja kutoka kwa Sayyiduna Ali
radhiyallahu anhu, Sayyiduna Ali alikuwa akimsaidia mke wake Fatima kazi za nyumbani kwake. Je, mimi na wewe tunafanya hivyo? Mara ngapi umesaidia mke wako kazi za nyumbani? Mara ngapi wewe, lini siku huku waenda kazini, umepata mapumziko ukamwambia mke wangu, leo mimi ndio nitapika hapa nyumbani, mimi ndio nitafanya usafi hapa nyumbani, mimi ndio nitafua hapa nyumbani. Zaidi utasikia huu ni ubwege, lakini nitaambiwa mimi ni mtu ambaye nimelishwa limbwata sijui limbwata. Wanaume wa sasa ni mamwinyi. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwafundisha masahaba zake tabia njema kwa wake zao. Lakini wanavyoni wanatuambia muamalatu zawja birrahma wal ihsani wa hiya sadaqatun minas sunnah. Kumtendea mke wako wema, kumfanyia mke wako ihsani na kuwa na huruma kwa mke wako ni sadaka na ni sehemu ya kuiga katika sunna za bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la tahqiranna minal ma'rufi shay'a, msidharau jamani chochote katika wema, walau an talqiya akhaka biwajhi tariqin, walau hata kama umekutana na umemlaki ndugu yako kwa uso uliokuwa sahihi, kwa uso uliokuwa bashasha, na uso ambao uliokuwa na tabasamu. Naam, licha ya kwamba mke wako ni mke wako yule, kitendo cha kuwa yeye unamfanyia wema, unatabasamu na yeye, unacheka na yeye, una kauli nzuri kwake yeye, hii ni sadaka katika sadaka. Kwa sababu katika Uislamu kitendo chochote anachokifanya Muislamu kwake yeye ni ibada. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasana, kwa hakika Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama amekuwa kwetu sisi ni kiigizo chema. Alikuwa ni mpole kwa wake zake Mtume, alikuwa akiwasaidia wake zake Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hakupata kuwaonea wake zake hata siku moja kwa namna moja am nyingine. Na katika hadithi ambayo ameisimulia Aisha huyo, lakini hadithi ameipokea al-Imam Bukhari, anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi mihnati ahlihi fa idha hadarati salatu kharaja. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisimama na akifanya kazi za nyumbani kwake. Wakati mwingine alikuwa akipika, anawapunzisha, anawaambia leo hapa ndani mimi ndio nitafanya kazi za hapa. Naam, Mtume alikuwa ni mpishi mzuri sana. Wanaume sasa ni mtihani, hata kupika ugali hawezi. Akipika ugali utafikiri si kumepika kitu gani, ni mtihani. Nyumba nzima mnaweza mkahara, hawezi. Huu ni mtihani, na Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa hivyo. Lakini alikuwa akifanya kazi za nyumbani kwake, na muda wa swala ukifika anatoka na anaenda kuswali. Ndugu Waislamu, wanaume wengi wamegeuza ndoa zao kuwa ni viwanja vya mateso kwa wake zao. Wanawakosea heshima wake zao, lakini wanawatukana wake zao, lakini wanawasimanga na hata kunyanyua mikono yao kuwapiga wake zao. Hii sio tabia ya Kiislamu, na huu sio mwenendo wa Uislamu. Katika sura ya 4 aya nambari 19 Allah anatuambia wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kaeni na wake zenu kwa wema. Sasa sisi tunakaa nao kinyume chake, tunakaa nao kwa vurugu na kwa fujo. Akwambia ninamnyosha huyu. Kaa mke wako kwa wema, heshimu mke wako, lakini muelewe mke wako anahitaji nini, muelewe mke wako ni wa design gani, lakini msikilize mke wako anataka nini, lakini mpende mke wako, mvumilie mke wako, lakini mapungufu ya kibinadamu utambue ya kuwa yapo, ifunze kumsamehe mke wako. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من آيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد إخوة الإيمان، أوصيكم مرة ثانية وأوصي نفسي المكسرة في تقوى الله جل جلاله، وأسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من المتقين، وأن يحفظنا من بين أيدينا وأن يميننا وأن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ به أن نختار من تحتنا، إنه قادر على كل شيء. Ndugu Islam, ninarudi kwenu kwa mara ya pili kupata kukuhusieni na kuihusia nafsi yangu yenye mapungufu chungu nzima katika kuitekeleza amri ya Allah. Ninamwomba Allah tupambe kwa ucha Mungu, namwomba Allah atuhifadhi, atupe ulinzi wa kutosha kutoka kwake, atulinde mbele yetu, nyuma yetu, kuliani kwetu, kushotoni kwetu, juu yetu na hata mpaka chini ya nyoyo zetu, kwani yeye Allah ni mweza juu ya kila kitu. Ikhwatal muslimun,
ahbaba rasulillah, la yafruku mu'minu mu'minatin in kariha minha khalqan radhiya minha akhar. Hakuna muumini yoyote yule ambaye anayeweza kumchukia mke wake, na ikitokea amechukia baadhi au moja katika tabia, au amechukia tabia moja, basi ataridhika na tabia nyingine. Kullu bani adam khata, tambua ya kuwa hakika mwanadamu ni mwenye mapungufu. Wanadamu ni wenye mapungufu, hakuna aliyekamilika. Al-kamalu lillahi, ukamilifu ni wa Allah peke yake. Hakuna mwanadamu aliyetimilifu. Jifunze kusema maneno mazuri kwa mke wako. Allah aliposema waashiruhunna bil ma'rufi, na watendeni wema wake zenu, mwanaume natakiwa awe na mwenendo mwema kwa mke wake, lakini awe na maneno mazuri kwa mke wake. Almar'atu watanu rajul fa in lam ya'man fiha ghurriba wa in kana fi baitihi. Tambua ya kuwa mwanamke ni makazi ya mwanaume. Mwanamke ni nchi ya mume. Asipopata mwanaume utulivu kutoka kwa mke wake, basi atakuwa ni mgeni tu siku zote, hata kama yupo ndani ya nyumba yake. Hivyo tengeneza mji wako vizuri kwa mke wako mwanaume. Ndugu Islam, bali wapo baadhi ya watu katika wanaume wamekuwa ni gubu katika nyumba, lakini ni wenye masimango katika nyumba zao kwa wake zao, eti kwa sababu tu anamlisha, anamvisha, anamfanyia hivi na vile. Hayo sio mafundisho katika dini. Laisa alkarimu man yut'imuka wa yuhayyinuka, innamal karimu man yush'iruka bil amani qabla an yushbi'uka bit ta'am. Tambua ya kuwa hakika ya mkarimu sio yule ambaye anayekushibisha huku akiwa anakudhalilisha, lakini tambua hakika ya mkarimu ni yule ambaye anayekupa usalama kabla ya kukushibisha chakula. Ndugu yangu, hakika mwanamke anahitaji usalama wa kihisia, lakini mwanamke anahitaji upole, anahitaji uvumilivu. Mwanamke anahitaji uweze kuwa na kauli nzuri kwake. Mwanamke anahitaji uweze kumtunza. Mwanamke anahitaji huruma. Hayo anayowafanya baadhi ya watu sio dini na sio tabia na kacha katika Uislamu. Hizo ni kacha nyingine za wasiokuwa Waislamu, ni tabia za watu wengine wasiokuwa Waislamu. Lakini inafikia hatua ni kwamba tabia ambazo ilipaswa sisi Waislamu tujipambe kwazo, wanakuwa nazo wasiokuwa Waislamu. Inashangaza kwamba tabia za namna hii sisi kama Waislamu tunaziiga wapi? Muislamu unatakiwa uwe na kauli iliyokuwa nzuri. Ulimi wako unatakiwa uwe mzuri. Maneno yako yanatakiwa yawe mazuri. Hakika yule ambaye amekuwa na mali sio suluhisho la kuweza kumjenga mtu katika mapenzi, lakini mtu anajengeka katika mapenzi kauli, lakini na vitendo na mienendo iliyokuwa sahihi. Tunamuomba Allah atuwafikishe, atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Tunamuomba Allah atujalie miongoni mwa wenye kusikiliza maneno na kuyafanyia kazi. Allahumma jammilna bil afiyati wa salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqama wa'dhina min mujibati nadama innaka anta sami'u du'a. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Ya alima sirri minna la tahtika sitra anna, afina wa'fu anna wa kullana haythu kunna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adhaban nar birahmatika wa qudratika ya dha jalali wal ikram birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa